ama ninene kwa mafumbo. Kutoa, haleluya. Alitoa mwanawe wa kipekee, na hakumtoa tu ndio atoe. Alitoa akijua ya kwamba kuna nguvu katika kutoa, na alitoa mwanae akijua ya kwamba kuna watu watakaopatikana katika ufalme wake ambao ibilisi aliwaiba na akawapeleka katika njia isiyokuwa ya Mungu. Na wakati ambapo Mungu alitoa mtoto wake, nataka kuamini ya kwamba watu wengi siku ya leo wanafurahia maisha mapya katika Kristo, na wanafurahia amani inayopatikana na Kristo Yesu aliyetolewa kwetu kama zawadi na Mungu wetu. Siku ya leo watu wengi wanafurahia katika jamii zao kwa sababu ya zawadi ama gift ambayo Mungu wetu aliweza kuitoa hapa ulimwenguni. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba kuna nguvu katika kutoa, ama there is power in giving. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu ndani ya kutoa. Haleluya. Na kwa sababu Mungu wetu alitoa, kutoa ni kwa mtu ambaye anaelewa umuhimu wa kutoa. Kutoa ni kwa mtu ambaye si wa kawaida. Haleluya. Kutoa ni kwa mtu ambaye ni extraordinary. Ni mtu ambaye ameamua ya kwamba atakaa maisha ambayo ni ya kawaida, ameamua kwenda an extra mile. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu za Matendo ya Mitume chapter 20 verses 35. Nataka tukalipate hilo neno, tujue ni kwa nini tunastahili kutoa ama kupeana. Matendo ya Mitume 20 and verses 35. 35 inasema hivi: katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapaza kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Haleluya. Mnenaji wa andiko hili anasema ya kwamba ni vyema kufanya kazi, na wanapofanya kazi wapate kuyakumbuka maneno ambayo Yesu mwenyewe alipata kuyasema, na alikuwa anawaambia kwamba wanapofanya kazi wakuwe wanawasaidia wanyonge ama watu wasiojiweza. Na akasema ya kwamba Yesu alisema ya kwamba ni heri kutoa kuliko kupokea. Mkono unaotoa ndio unaobarikiwa kuliko ule mkono ambao unafanya nini? Unapokea. Sijui ungependa kuwa upande gani? Ningependa kuwa upande ule ambao ni wa kunyosha mkono na kupeana, na hili nikapate kubarikiwa ama kupokea zaidi. Haleluya. Anayepeana ni mtu ambaye akona kitu, kwa sababu wewe ukapana kile ambacho hauna. Na yule ambaye anayepokea anaweza akapewa na akatumia kile kitu ambacho amepewa, na kwa muda akajipata katika hali ambayo ni hauhitaji tena ama kutaka kupewa tena. Lakini anayepeana apungukiwi. Anayepeana apungukiwi, naendelea kubarikiwa na kuongezewa zaidi na zaidi. Haleluya. Kwa hivyo naweza sema ya kwamba hata wakati ambapo unapewa kuna venye wewe unasikia vizuri. Ni kweli? Wakati ambapo umepewa kitu ambacho hata hukutarajia, unapewa kitu ambacho hata hukustahili, kuna venye moyo wako unafurahia. Lakini ningependa kukuambia asubuhi ya leo, usiwahi penda ama kufurahia sana kupewa sana. Usifurahie sana.
ama usipende si mbaya kupewa, lakini usipende kupewa siku zote. Tamani hata wewe kufanya nini? Kupeana. Haleluya. Kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba mkono unaopeana ndio mkono unaobarikiwa. Kwa hivyo Yesu hakusema ya kwamba anayepewa sana ndiye anayebarikiwa sana. Ni anayetoa ndiye anayebarikiwa sana. Na kwa sababu ningependa kubarikiwa sana, ningependa nami pia kunyoosha mkono wangu ndio niendelee kupokea zaidi. Haleluya. Mkono wangu nisiukunje, usikue kama mbirika. Nani najua mbirika zile za kitambo zilikuwa zinatumika? Ile nafasi ya kutolea kachai na kuanga iko hivi. Mbirika imesimama iko hivi, lakini kama mkono kake kako hivi. Mpaka uishike uinamishe ndio utoe chai. Haleluya. Singependa mkono wangu ukue kama mbirika. Ningependa kunyosha na kupeana ndio niendelee kupokea. Haleluya. Na niseme ya kwamba hakuna mtu ana kitu cha kutoa. Na kutoa, wapendwa, sio pesa peke yake. Juu watu wakisikia kuhusu kutoa nafikiri ni pesa tu. Sio pesa peke yake. Kuna vitu za aina mingi unaweza ukapeana. Mungu wetu atukuzwe kwa sababu yeye mwenyewe ni mpeanaji. Haleluya. Kitu cha kwanza, unaweza ukapeana hata wakati. Si Mungu ametupatia na time sini yake. Hata nasi tunaweza kupeana time yetu kwa wengine. Unaweza kumwendea mtu aliye chini, unaona kana kwamba kuna vile moyo wake unasumbuka, na ukakaa na yeye na ukampatia maneno ya kutia moyo, na akajipata ako na nguvu ingine mpya. Haleluya. Kwa hivyo hata time unaweza ipeana kwa mtu. Unaweza peana time yako kwenda kumtembelea aliye mgonjwa hospitalini. Unaweza peana muda wako kwenda kumtembelea mtu aliyemfungwa mahala fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaposikia kutoa, wengi wetu kwa sababu kutoa ni jambo ambalo linapingwa sana, watu wengi meuinama. Kwa sababu kutoa, ndio anajua ya kwamba unapotoa kuna kile ambacho utapata. Na ndio maana wanafanya watu wengi mioyo yao ikuwe mingumu na wanashindwa kutoa ama wanashindwa kupeana. Haleluya. Kwa hivyo unaweza peana au unaweza toa muda wako kwa sababu ya wengine. Kitu kingine ambacho unaweza ukapeana, tuko na mavazi. Haleluya. Kuna wakati labda ulikuwa wanaitanga wanu nini? Wanujibia wanaitanga wanu? Kuna wakati ulikuwa tu hivi. Sipati picha vile ulikuwa wakati huo. Na wanujibia. Haleluya. Na sasa kuna vile Mungu ameachilia neema na ukajipata kuna vile ulivyo. Yale mavazi ulikuwa unavaa hapo awali, hata unapoingia, hata ukijilazimisha haitaingia. Haitapita hapa. Hakuna maana iweke hapo kwa nyumba. Na sio kama ungependa urudi hapo ulikuwa tena. Kuna wakati ulikuwa kadogo, Mungu amekuwa mkubwa. Haleluya. Hiyo nguo usiweke hapo. Kwa sababu ukiweka hapo inaweza ikavuta zile za kale. Peana, achilia. Bwana Yesu asifiwe. Usikuwe mtu wa kushikilia, achilia ndio Mungu aweze kuachilia zingine. Tusikuwe wachoyo. Uchoyo hautokani na Mungu. Kuna ripoti nilipata mahali fulani, kuna mama alipata mtoto 1982. Na mtoto aliyezaliwa 1982 kuna kofia alikuwa amemnunulia. Nikana kwamba alipenda ile kofia sana, akaiweka mpaka yule mtoto aliyezaliwa 1992 alipopata mtoto, yule mama akampatia mjukuu wake kofia iliyokuwa inabaliwa na mtoto wake. Nikasema inaye ni kali. Ni uchoyo ulioje. Umemnunulia mtoto kofia, umemnunulia mtoto ile nini nguo ya kumfunika, mtoto amekuwa mkubwa, anatembea anarukaruka hapa na pale, bado umesikilia mavazi, na kuna mtu mahali aweze akafondi hata nguo mbili za mtoto.
toa, achilia. Mungu hata kama umepanga kupata watoto wengine, Mungu ataleta sa wakati huo. Labda zenye umeshikilia, utakapompata mtoto wakati mwingine utapata zimepitwa na wakati. Na hata ukivalisha mtoto wote atashangaa huyu na yeye ako nyuma aje. Haleluya. Kama mtoto amekuwa mkubwa, achilia. Wengine wabarikiwe. Kiatu labda imekufinya, mguu umekuwa mkubwa zaidi, bariki mtu mwingine. Usiweke hapo. Haleluya. Kwa hivyo time peana. Mavazi peana. Haleluya. Na nyingine chakula. Food. Kama Mungu amekubariki, usiseme ni yangu na familia yangu. Unasahau labda kuna jirani, unaelewa hali yake haiko sawa. Mfikirie tu. Haleluya. Sikuwa unga hata kama ni kilo moja. Sikuwa mchele hata kama ni kilo moja. Enda umtembelee. Na mwambie nimesikia tu kuja kukusalimia, kukujulia hali. Na hapa kuna kamzigo kako. Kama alikuwa lala njaa hiyo siku, atalala njaa. Na kwako hautawahi pungukiwa, hautawahi kaukiwa. Haleluya. Niseme ya kwamba hatukusaliwa wakarimu, tunajifunza kuwa wakarimu. Haleluya. Hatukusaliwa tukiwa watoaji, tunajifunza kutoa kwa sababu Mungu wetu ni mtoaji. Haleluya. Nafurahia na natukuza Mungu kwa sababu ya my son, kijana wangu mdogo. Kuna siku tulisikia tu kwenda kutembelea na fulani, nilisikia tu kuna venye hali yake haiko sawa. Na nikaingia kwa kabati nikatoa unga kilo 2 na nikatoa mpaka mchele. Sasa nikawekelea tu hapo kwa meza. Na kifaa kanisa, mama unaenda wapi? Nikamwambia kuna mtu nataka kwenda kutembelea. Alafu mmempelekea nini? Nikamwambia nimempelekea kaenda kuangalia nini nimeweka hapo ndani. Alipoenda kuangalia, niliona amerudi kwa kabati tena. Nataka kuongezea. Mama usimuongezee 2. Hata kujua kama tulitaipia hata sisi kutumia. Haleluya. Nikamwambia baba, Mungu akitubariki siku yetu tutaenda kumtembelea. Bwana Yesu asifiwe. So nikapenda moyo wake ya kwamba anaelewa umuhimu wa kutoa. Watoto wangu nguo zao zikiwacha na stukianga tu silipeano kitambo. Hata bila kuuliza permission yangu. Kwa sababu unajua mama yao ni mpeanaji. Anatoanga tu. Na wanafurahia kwa sababu unajua ya kwamba kutoa kuna baraka. Unapotoa unajifaidi mwenyewe. Unapotoa au muongezei Mungu chochote. Unajifaidi mwenyewe wakati ambapo unatoa. Na unapotoa mpendwa, niseme ya kwamba ni akiba ya kesho unajiwekea. Na unapotoa kwa moyo mkunjufu ama kwa moyo mweupe, ukweli ni kwamba utavuna. Na usitoe ndio uonekane, ndio watu wakusifu. Na hata pia usipatie yule mtu unajua ya kwamba kuna uwezo kukupatia, akulipe sababu itakweza kupewa. Ikiwa utapatia mtu na utarajia akupatie na siku hiyo atakosa kukupatia, utamchukia na itakuwa kupeana kwako hakutakuwa na faida yoyote. Kwa hivyo peana pasipo kutarajia chochote kwa mwanadamu. Peana ukitarajia kwa Mungu anayeona sirini. Unapopeana katika siri, Mungu ataona na atakubariki na utaendelea kuwa baraka kwa wengi na wengi zaidi. Haleluya. Kwa hivyo nimesema ya kwamba kutoa kunafanya tuvunje roho wa uhaba. Uhaba ni ukosefu ama upungufu, na pia kutakufanya usikue mtu ambaye ni mchoyo. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema ya kwamba wachoyo, wezi na watu ambao wanafanya mambo maovu hawataingia katika ufalme wa Mungu. Na singependa tuhesabiwe miongoni mwa wale ambao watakosa kurithi ufalme kwa sababu ya uchoyo ama kwa sababu ya kosa kuwa wakarimu. Nataka tukalipate neno katika Mathayo 25 verses 31. Kuna jambo tutalipata mahala pale tunapoendelea kuona umuhimu ama pia faida ambayo tunaipata wakati ambapo tunatoa kile ambacho Mungu wetu ametupea. Mathayo
25 verses 31. Inasema hivi. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu ukumbwa ulimwengu. Verse 35. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula, nalikuwa na kiu, mkaninywesha, nalikuwa mgeni, mkanikaribisha, nalikuwa uchi, mkanivika, nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Verse 38. Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atanjibu na kuambia, amini nawaambia, kadiri mlivyo watendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wandogo, mlinitendea mimi. Bwana Yesu asifiwe. Niko nasema ya kwamba kuna vitu vingi unaweza ukapeana, na Yesu anaweza kukutembelea, anaweza kuja kwako in a form of maybe mtu ambaye ni maskini. Haleluya. Anaweza kuja kwako tu akiwa tu anaonekana kitu kingine, kwa sababu hakuna vile utamuona yes to face. Nakumbuka akiambia wanafunzi wake wakati ambapo aliwatuma kwenda kuhubiri Injili, aliwaambia kwamba mahala pale mtaenda mpokelewe, atakayewapokea mjue ya kwamba sio nyinyi mmepokelewa, mbali ni mimi niliyewatuma. Mahala mtaenda mkataliwe, atakayewakataa mjue ya kwamba sio nyinyi mmekataliwa, ni mimi nimekataliwa. Kwa hivyo Yesu anaweza kukutembelea siku yoyote ile, na anaweza kuja akiwa mtu fulani. Haleluya. Akiwa amevaa sura ya mtu fulani, akitaka kujaribu katika matoleo, ama aone kama ni mwaminifu, unaweza ukaangawia wengine kile ambacho amekupatia. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba wakati ambapo Yesu atakuja, atatuma malaika wake wapate kukusanya mataifa wote kutoka pande zote na waje karibu na yeye. Na maandiko yanasema ya kwamba atawatenganisha kama vile ambavyo mchungaji utenganisha kondoo na mbuzi. Eti kondoo wataweka mkono wa kulia na mbuzi wataweka katika mkono ambao ni wa kuzote. Na maandiko yanasema ya kwamba na atawaambia wale ambao wameweka katika mkono wa kushoto ama mkono wa kulia, njooni mpate kufurahia ufalme mliotayarishiwa tangu kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Na anawaelezea ni kwa nini nataka mje ama muingie katika ufalme na kufurahia. Manake nilipokuja kwenu, oh my God, nilipokuja kwenu nikiwa na njaa, mlinilisha. Nilipokuja kwenu nikiwa niko uchi, hamkunichekelea na kunisema na kusema huyo mtu hata ni mvivu hawezi akafanya kazi apate mavazi. Hapana, ulisukua nguo yako na ukanivika uchi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba ingieni mkafurahie, maana nilipokuwa mgonjwa
mulikuja na kunitazama. Kumbe wakati ambapo unatembelea mtu aliye mgonjwa, unampelekea labda katunda, uende unamtembelea Yesu bila kujua. My God. Kumbe wakati unaweza chukua hatua ya kwenda kumtembelea mtu aliyefungwa katika jela, uende ukamtembelea Yesu pasipo kujua. Wakati unatembelea watoto wa shule soma la pale, unaweza ukajipata umetembelea Yesu bila kujua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu aliye mchoyo hawezi akapeana. Anakuanga ameshikilia, hii ni yangu. Hii ni yangu, tuna watoto wangu. Hii ni yangu, tuna familia yangu. Haleluya. Tusiye tukakosa baraka kwa sababu ya kusikilia kile ambacho Mungu wetu ametupatia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu unaweza ukapatana hata ukiwa una drive pale njiani na akaomba ukamnyima, na mkapatana siku ya kiyama akwambia wewe enda kwa hiyo njia nyingine. Manake nilipokuwa njiani nikikimbia kusaidia mtu fulani, niliomba njia ukaninyima. Oh my God. Si Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambia kwamba kutoa kunaweza vuta ulinzi wa Mungu. Kuna neno katika kitabu sa Zaburi 41 verses 1. Kutoa kunaweza ashiria ama kuvuta ulinzi wa Mungu. Unaweza pata ulinzi wa Mungu kutokana na kutoa, ikiwa tu utaamini. Isaiah 41 verses 1. Ambayo inasema hivi. Inasema, heri amkumbukaye mnyonge, Bwana atamuokoa siku ya taabu. Tumefika hapo. Zaburi 41 verse 1. Inasema heri amkumbukaye mnyonge, Bwana atamuokoa siku za taabu, ama wakati wa shinda. Haleluya. Nilipokuwa nasoma neno hili, nimesema ya kwamba wakati ambapo unatoa unajiwekea akiba. Na wakati ambapo unajiwekea akiba, jiwekea ndio hiyo akiba ikuje kusaidie siku zijazo ama baadaye. Nilipokuwa nasoma hili neno, nikawa na tafakari ni vipi ambavyo kutoa ama wakati ambapo namkumbuka mnyonge kunaweza vuta ulinzi wa Mungu. Nikakumbuka kuna mtu mahali nilipata video yake, alitumaniwa wezi wakuje kumvamia, na huyu mtu alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amejaa matendo mema, na alikuwa ni mtu ambaye ni wa kupeana. Alipokuwa katika university, kuna wanafunzi ambao waliwasaidia jambo fulani ama kitu fulani, na wakati ambapo alifanikiwa akaenda insta ng'ambo, aliporudi kuna mtu ambaye alikuwa anasoma na yeye akufurahia kufanikiwa kwake. Kwa hivyo akapanga njama vile huyo mtu ataendewa kwake na apate kuuliwa. Na wale aliowatuma kwao ni watu wanamjua, hawako wanamjua mtu vizuri, waliambiwa waende mahali fulani na nyumba fulani. Na kumbe watu ambao walikuwa wametumwa pia ni watu ambao walikuwa wanasoma na huyo mtu, but walitumwa kwake bila kujua, kama wamejifunika. Walipoenda kwake, wakaingia kwa nyumba na wakamwambia inua mikono juu. Walipotaka kuinua silaha ambao walikuwa wapata kumuumiza, mtu mmoja akagundua huyu ni mtu ambaye tunayemjua. Huyu jamaa tulikuwa tunasoma na yeye, na kuna vile alitusaidia. Kwa hivyo mimi siwezi nikamuguza huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alitoa hiyo mask alikuwa amevaa, hiyo kofia alikuwa amevaa, na akamwambia tunaomba sorry, utusamehe. Si kupenda kwetu, ni kutumwa, tumetumwa mahali hapa. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa akufe, akukufa. Na huyu mtu akamwambia kwamba kutoka siku ya leo maisha yenu nitayabadilisha.
na hii kazi ya ukora msiendelee kuifanya tena. Na akaamua ya kwamba atawasaidia. Kwa sababu gani? Alipokuwa na kidogo ambacho alikuwa nazo, aliamua kunyosha mkono wake na kuwasaidia wasiokuwa na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo unatoa chochote kile kwa sababu ya mtu asiyejiweza, kwa sababu ya mnyonge, Mungu hatasahau kutoa kwako ama bidii yako ya kumsaidia mtu asiyejiweza. Atakulinda kutokana na njama ya watu ambao ni waovu. Asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kuna nguvu katika matoleo. Haleluya. Niseme ya kwamba namba 3, kutoa kunaweza kufungua mbingu. Kutoa kunaweza fanya mbingu ifunguke na baraka za Bwana zikapate kukufikia. Tutasoma Malaki 3 verses 10. Malaki 3 verses 10. Ambayo inasema hivi. Malaki 3 verse 10 inasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwemo nafasi ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu alikuwa ananena na watu wake kupitia kwa huyu nabii anaitwa Malaki, na akawa anawaambia kwamba walete zaka na sadaka katika nyumba yake, ili katika nyumba yake kuwe na chakula cha kutosha. Na anasema ya kwamba mtakapofanya hivyo, mtaona kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia baraka mpaka kusiwe hata na nafasi ya kutosha. Mungu anasema tumjaribu katika njia ambayo ni ya kutoa zaka na dhabihu zetu. Na ikiwa tutatoa kulingana vile ambavyo neno lake linasema, ukweli ni kwamba Mungu ni mwaminifu ambao ulifuatilia neno lake na ili akapate kulitimiza. Ikiwa utatii neno lake na utoe kile ambacho amekwambia utoe, ukweli ni kwamba atafungua madirisha mbinguni kama vile ambavyo anasema. Haleluya. Ni vizuri kumtolea Mungu ambaye amekupatia pia, kwa sababu usipotoa katika nyumba yake Mungu, inaweza kuwa ni vingumu kupeana kwa watu wengine kule nje. Kwa hivyo unapopata kile ambacho amekupatia, umefanikiwa, umepata 5,000, mtolee 500 katika nyumba yake. Umefanikiwa, umepata 10,000, toa 1,000 katika nyumba yake, ili kutakapokuja mtu yoyote ako na hitaji asitoke kama hana chochote za kukula. Haleluya. Kwa hivyo kama ungependa mbingu ifunguke, ungependa Mungu afungue madirisha yote ya mbinguni na baraka zote zake zikapata kukutiririkia, ni vyema kutoa. Haleluya. Usishikilie hata ya Mungu jameni. Tusikuwe kama vile mtoto mdogo. Unapopatia mtoto kitu na utaki akupatie tena, inaweza kuwa ni vingumu sana. Umepatia mtoto kitu, alafu unamwambia nigawie kidogo. Anasema hapana, ni yangu. Tusikuwe hivyo wapendwa, kwa sababu kuna baraka katika utoaji. Tunamrudishia Mungu kidogo sehemu ya kile ambacho ametupatia, ndio aendelee kufungua milango zaidi ya baraka katika maisha yetu. Tusikubali nyumba ya Mungu ikaukiwe, ikose chakula, sababu watu ni wengi sana huwa wanaenda katika nyumba ya Mungu wakijua ya kwamba watapata kitu.
Kuna watu wanakuwa na imani ya kwamba naweza kwenda kwa mtu huko tu nje wa kawaida nikamuomba kitu akaninyima, lakini nikienda katika nyumba yake Mungu na nimpate mtumishi wa Mungu, nimwambie sina unga, sina sukari, atanipatia. Lakini akija na apate kwa nyumba ya Mungu huko nje hakuna, na kwa nyumba ya Mungu hakuna, msaada wake utatoka wapi? Haleluya. Mungu akiachilia msaada, tukue waaminifu kunyoosha mikono na ili wanaohitaji huo msaada wakafikiwe nao. Haleluya. Kuna kitu pastor alisema tulipokuwa katika Bible study kuhusu kuwafikia wale watu ambao hawajaokoka. Mungu ametupatia uwezo, ametupatia neno, kuna ufahamu uko nao, na unafaa kutumia kwenda kuwafikia wale ambao wako nje ili wapate kumjua Kristo, na umekaa tu hapo. Na mtu ako mahali anaumia, anahangaika, na ukijitolea kuna vile ambavyo life yake itawandilika, lakini umekaa tu hapo. Sasa pastor alipokuwa anaongea hivyo nikakumbuka kuna wakati misando inapeanwa na inapitianga kwa chifu, si ni kweli? Haleluya. Na sijaipata kuona chifu anatembea akipatia watu maragwe ama mahindi. Kuna watu waaminiwa kupeleka ile misaada kwa watu wasiojiweza, ama wanaambiwa waite wale watu wanajua ya kwamba hawana uwezo ndio upate kungawia ile misaada. Lakini niko najiuliza ni wangapi ambao wanaweza kosa kufikiwa na msaada kwa sababu aliaminiwa msaada afikie watu aliamua kujiwekea. Nilisikia kuna mtu alipata mangunia ya mahali watu aliopatiwa wapelekee, akakosa na akajiwekea ili auze. Bwana Yesu asifiwe. Ole wetu. Ikiwa Mungu anaweza kuashiria msaada uwafikie watu wake na tukose kupeleka, ole wetu. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokosa kutoa ama kupeana, tunahatarisha maisha yetu. Niko nakumbuka mtu katika maandiko ambaye alisema ya kwamba amelima, ghala zake zimejaa, kwa hivyo atalima tena. Akaambiwa wafanyikazi wake tukae tuponde mali. Akasahau kuna watu ambao wanahitaji kulima kama mazao yake, anaweza peleka sokoni na watu wengi wakuje kununua na waendelee kupata kusaidika. Lakini akasema nitakaa nikule nifurahie. Hakujua ya kwamba wakati aliamua hivyo, Mungu naye akamwambia siku ya leo roho yako haiko tena. Mungu aliona mtu ana faida, anaishi afanye nini? Anaishi afanye nini? Hallelujah. Niseme giving is living. Kutoa ni kuishi. Unapotoa, Mungu ataona bidii yako na ataendelea kupatia nguvu ya kuendelea kutafuta na ili uendelee kuwa msaada kwa wengi. Kuna mtu mwingine katika maandiko. Kutoa, ndio nimewaambia kwamba kutoa sio rahisi. Tunaweza sema kwamba tunampenda Mungu na tunapojaribiwa katika ile ya matoleo ili Mungu aone kama kweli tunampenda, tukaanguka mtihani. Tukue kama Abrahamu. Abrahamu alipewa mtoto wa kipekee ambaye alimngoja miaka mingi, na Mungu akataka kutesti kama ukweli upendo wa Abrahamu na mimi ni upendo ukweli, ni upendo wa ukweli, ni upendo genuine. Na akamwambia nataka huyu mtoto wako wa kipekee. Na Abrahamu kwa sababu alimpenda Mungu kuliko hata mtoto wake, alimpenda Mungu kuliko vitu vyote, akaamua ya kwamba atenda aidhuru. Kama ni baba amesema, kama ni baba amesema, aliyenipatia huyu mwana, sina budi kumtoa. Na akaamua kuanza safari kwenda kumtoa Isaac, kwa sababu alimpenda Mungu kuliko mtoto wake. Haleluya. Tunapojaribiwa katika matoleo, tusianguke. Hata kama umebakisha labda 100 na umesikia sauti ikwambia toa, na hiyo sauti si ya mwanadamu, ni ya Mungu, tafadhali toa kwa faida yako. Toa kwa faida yako. Na kutoa kupoteza, utapata. Wakati Abrahamu aliamua kwamba nitamtolea baba mtoto, na alipomwekelea kwa madhabahu, alipoinua kisu, Mungu alimwambia hapana, nimeona ukweli unanipenda. Na akaprovide nini? Mwana kondoo. Kwa hivyo unapotoa au potezi, Mungu atakuprovide, atakuongezea, atamultiply kila ambacho umetoa.
Haleluya. Kwa hivyo tunapojaribiwa na Mungu wetu katika hali ya matoleo, tuaminike, tusianguke mtihani. Tusikue kama jamaa katika maandiko in the book of Matthew 19:21. Hebu tusome. Kuna tajiri hapa, young rich. Kuna tajiri young rich. Haleluya. Sisi tuko na matajiri wangapi hapa ambao ni vijana? Tuko na wengi. Haleluya. Mungu akitaka kitu kwako, tafadhali usianguke mtihani. Huyu kijana alienda kwa Yesu, huyu young rich. Haleluya. Na alipoenda kwa Yesu, alitamani sana kujua ni nini anaweza kafanya zaidi ya vile amefanya ndio akapate kurithi ufalme wa mbinguni. Alipoenda kwake akamwambia, ningependa kurithi ufalme wa mbinguni, nitafanya nini? Akamuuliza, imeandikwa nini katika Torati? Akamwambia vile imeandikwa, penda baba yako, si mbla mambo kama yale. Na akamwambia hayo yote nimeyafanya kutoka utotoni mwangu. Akamwambia, kuna jambo moja ningependa ufanye. Uza mali yako yote na upatie maskini, ungawie maskini. Kijana aliposikia hivyo na alisi kutii kila amri ambayo imeandikwa katika Torati, alikunja uso, sura yake akaiharibu, na akamwacha Yesu akiongea, akaenda. Aliyetamani sana kuingia mbinguni, aliposikia mali yake itaguzwa na apatie maskini, ni kama alisema, kama hiyo ndio mbinguni ikae, kama hiyo ndio kufurahia ufalme wa mbinguni ukae. Akamwacha Yesu akiongea. Na ukiteremka hapo chini nasema ya kwamba na ndio itakuwa ni vingumu kwa tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini sio tajiri mimi sienda. Tajiri mimi Winfred nikose kuingia mbinguni kwa sababu ya mali ambayo nitayaacha hapa jameni. Nikose kumpatia mtu unga moja tu peke yake na nikose kurithi ufalme. Sio tajiri mimi na sio tajiri wewe uliye mahali hapa. Haleluya. Sisi ni tofauti. Hatutashikilia, hatutapoteza uzima ama kitu cha dhamana kwa sababu ya chakula ya tumbo. Haleluya. Tuhurumie wengine ndio tuweze kuhurumiwa. Patia watu vitu na utapatiwa. Maandiko yanasema ya kwamba kipimo kile ambacho utatumia kwa wengine, hicho ndicho ambacho Mungu atatumia kukupimia wewe. Kipimo kilichojaa na kusindiliwa, kusuko na hata kumwagika. Si ungependa hivyo? So tumia kipimo kizuri. Usitumie ile bandia, usitumie ile mbaya, tumia mzuri. Ukijua kwamba hiyo ndio Mungu atakupimia nayo. Haleluya. Kutoa si kupoteza wapendwa. Na utoe na kufurahia ukijua kuna faida. Kutoa ni akiba. Nakumbuka kuna mtu nilisaidia 206 nikisema ya kwamba kutoa ni akiba, unajiwekea na unatoa kwa faida yako. Kuna mtu nitulie saidia na mume wangu kitambo sana. Ni mama ambaye alifikia wakati wake wa kwenda kupata mtoto na mume wake alikuwa mbali, na hata kama alikuwa mbali hakuwa na vile ambavyo angemsaidia wakati huo. Na kwa sababu Mungu alikuwa ametubariki, tukaamua kuchukua hatua na kumsaidia yule mama, tukampeleka hospitali na kile ambacho alihitaji tukapata kusimama. Na nikatenda wema na nikaenda zangu, na tukasana hata nao watu kwa muda mrefu hata bila kujua walienda wapi. 2017 if I'm not wrong, nikawa katika hali ambayo ni ya kuhitaji kitu fulani na nikashindwa nitapata wapi. Masaa ya jioni hivi saa 1 nikasikia message kwa simu imeingia. Kwenda kuangalia nikaona pesa kiwango fulani, na nilipoangalia jina sikutambua, sikujua huyo mtu. Mimi sikushughulika hata kama nilikuwa nashinda tamaa ya vitu za watu. Sina. Mimi nikasema kama ni mtu ametuma wrong number atafanya nini? Atareverse. Mimi nikanyamaza tu kidogo. Nikaona nimepigiwa simu. Nikapokea. Mama Karo, unanikumbuka mwaka fulani ulifanya hivi na hivi. Kwa hivyo ni mimi tu nimesikia tu Mungu ameweka mzigo ndani yangu nikufanyie hivyo. Kwa hivyo nikamwambia, kwa hivyo si haikuwa wrong number. Haleluya. Kwa hivyo tunasema ya kwamba unapotenda wema, unapotoa kidogo ambazo uko nazo kwa sababu ya wengine, unapofanya mwingine afurahie, Mungu atakukumbuka. Mungu atasahau. Chochote kila ambacho utafanya kwa ajili ya watu wake, utapata kupokea marandufu. Nitawaachia hapo na Mungu awabariki na awatende mema. Haleluya. Karibu sana pastor.
Amen. Let's appreciate our sister. Na sifungue mdomo wako, mwambie Bwana nisaidie kurespond vizuri kwa neno lako. Just say, the Lord help me to respond positively to the word. Mwambie Bwana nisaidie, reflect on that word, na mwambie Bwana nisaidie kuwa mtiifu kwa neno lako. Ewe Bwana nisaidie Mungu, jinsi ambavyo amezungumza na wewe. In Jesus' name. Father, in the name of Jesus, we want to thank you because you have blessed us with the word. You've ministered to us with that powerful word. And in the name of Jesus Christ, Father God, we want to pray that, Lord, may you cause us to be hearers of the word and be doers of the word. In the name of Jesus Christ, help us to be positive at all times. Help us to grow and to even overgrow some things in our lives, in Jesus' name. We thank you for the message as it has come. I want to pray that you may deliver us. There are areas that we fought to really withhold from doing, to withhold to give. And so, Lord, in Jesus' name, help us and minister to us by your grace in the name of Jesus. We give you all the praise, we give you all the glory, and we give you all the honor. Blessed be your holy name. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. The best deliverance, it is through the word. Usingoje sana kuwekelewa mikono. Hiyo wakati ukifika tutafanya. But the best deliverance, ukombozi wa ukweli, ni wa neno la Bwana. Hallelujah. I believe umesikia kile ambacho Bwana amenena na wewe. And especially in that area of giving. I thank you for the grace that God amekupatia our sister to share the word. Anytime nikipea mtu nafasi ya kuhubiri, I don't tell them what to preach, by the way. I don't. Tupatie neno. So if God put that word in her life, in her, and she's not the pastor of the church, kitu Mungu anataka ujue. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu Mungu anataka ufanye nini? Ujue. And I pray, may the Lord minister to you. Yeah, may the Lord minister to you. Even without mimi kusisitiza na kusema mambo mengi, naomba Mungu akunenee.